Jambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Adam Hussein. Mashambulizi ya jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran yameongeza wasiwasi katika eneo la Mashariki ya Kati. Hata hivyo, nchi nyingi katika eneo hilo zimekuwa na wasiwasi kutokana na mashambulizi makubwa yanayofanywa na Iran. Mvutano wa Iran na Marekani umeenea katika eneo zima la Mashariki ya Kati, wakati Marekani ikiendelea kulenga uwezo wa kijeshi wa Tehran na Iran ikiendeleza mapambano na kushambulia maeneo mengi katika mataifa ya Mashariki ya Kati ambayo yana ngome za kijeshi za Marekani. Viongozi wa Marekani na Iran wanasema mzozo umefikia hatua ya vita kamili. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian alitangaza mnamo siku ya Jumatatu kwamba sasa wa Iran wameingia katika vita kamili na kwamba sasa hakutakuwa na kulipa kisasi, isipokuwa ikiwa Marekani itaendelea na mashambulizi haya, basi Iran itakuwa ikifanya mashambulizi tu ama katika ngome zao za kijeshi na maeneo mengine yenye rasilimali zao Marekani. Hata hivyo, Mohamed Bakr Kalibaf, miongoni mwa wapatanishi wa Iran katika kutatua mzozo huu, lakini pia spika wa bunge la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ameeleza wazi akisema kwamba sasa Iran itaingia katika vita kamili, lakini kwa wakati huu moja kati ya jambo ambalo italifanya ni kuharibu ngome zote za kijeshi za Marekani katika eneo hilo la Mashariki ya Kati, kauli ambayo imerejelewa na vikosi vya IRGC nchini Iran, huku jeshi hilo likisema mpango mkakati ni kuharibu ngome zote za kijeshi katika nchi za Mashariki ya Kati ambazo zina ngome za kijeshi za Marekani, na baada ya hapo mashambulizi mengi huenda kazikumba nchi za Mashariki ya Kati ambazo zinatumiwa na Marekani katika kuishambulia Iran, na hii ndio hofu kubwa ambayo wakati huu inaenea katika eneo hilo. Bahrain imesema ving'ora vya tahadhari vinaendelea kusikika baada ya jeshi lake kuzuia mashambulizi ya Iran, wakati Jordan ikitangaza kudungua ndege, drone 5 na makombora matatu yaliyokuwa yakielekezwa katika eneo lake. Wakati huo washirika wa Iran wa nchini Yemen, wapiganaji wa Kihouthi wakitishia kuzuia bandari za Saudi Arabia. Hatua hiyo inaweza kuongeza mtikisiko katika masoko ya mafuta duniani baada ya Iran kuzuia usafirishaji kupitia mlango wa bahari wa Hormuz. Marekani imeendelea na mashambulizi dhidi ya Iran ikisema inalenga kudhoofisha uwezo wa kijeshi wa Tehran unaotumiwa dhidi ya meli za kibiashara. Rais wa Marekani Donald Trump ameonya kuwa Iran italipa gharama kubwa kwa kila mwanajeshi wa Marekani atakayepoteza maisha, huku rais wa Iran Masoud Pezeshkian akisema mzozo huo umefikia hatua kamili. Hata hivyo, jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran limesema halitoangalia ni nini ambacho bwana Trump anakieleza. Jeshi la Marekani limeendeleza mashambulizi likiwalenga walinzi wa mapinduzi ili kulipa kisasi mauaji ya wanajeshi wa Marekani huko Jordan, kama kauli ambayo ilitolewa na rais wa Marekani bwana Donald Trump. Hatua hii inaongeza zaidi ufyatulianaji wa makombora kati ya mataifa hayo, huku makubaliano ya muda ya kutaka kukomesha vita vyao yakivunjika. Mashambulizi hayo ni sehemu ya kampeni ya wiki nzima yaliyoanza na mapambano ya kudhibiti mlango wa bahari wa Hormuz imeshuhudia Iran ikishambulia nchi washirika wa Marekani kote Mashariki ya Kati, na jambo ambalo wakati huu linaongeza wasiwasi mkubwa kwa nchi hizo. Marekani inalenga madaraja, vifaa vya umeme na maeneo mengine nchini Iran, na Tehran inalipiza kisasi kwa kupiga mitambo ya umeme na kusafisha maji ya bahari huko Kuwait, lakini pia kutishia maisha ya kila siku katika mataifa hayo ya Mashariki ya Kati yenye utajiri wa mafuta. Iran pia imeongeza vitisho vyake vya kupanua zaidi mashambulizi hayo, lakini pia Iran inafanya mashambulizi makubwa katika vituo hivi vya kijeshi. Kuwait na Bahrain zimeiwasha tena mifumo ya ulinzi wa anga ambayo imekuwa ikionyesha kuhusu mashambulizi ya drone za Iran na makombora yake. Katika taarifa, kamandi kuu ya jeshi la Marekani imesema imeendeleza mashambulizi katika vituo vya ulinzi vya kijeshi vya pwani ya Iran na ulinzi wa anga, uwezo wa baharini na maeneo ya kuhifadhia makombora na ndege zisizokuwa na rubani. Ilisema shambulizi hilo lilifanywa ili kudhoofisha uwezo wa kijeshi wa Iran wa kudhibiti mlango wa bahari wa Hormuz na kuviadhibu haraka vikosi vya walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu, ambayo ni mhimili muhimu na nguvu katika utawala wa kidini wa Iran unaodhibiti silaha zake za makombora ya masafa marefu. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News.